Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni Pastor Deus Bundara. Karibu kwenye kipindi hiki kizuri ambacho Bwana ametupa neema ya kuweza kuanza wakati huu. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya baraka zake na kibali ambacho amekiachilia kwetu. Sasa kwa usiku wa leo tutakuwa na jambo zuri ambalo Bwana ametupa na ambalo litatusogeza hatua moja kwenda hatua nyingine kutokea kwenye maarifa ambayo Mungu atatupa. Nitaomba niombe kwa ajili yako alafu niweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa uaminifu wako na asante kwa sababu ya wema na fadhili ambazo umeziachilia kwetu. Asante kwa sababu ya wema, asante kwa sababu ya baraka, asante kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu ambao umetusaidia kila wakati. Baba, tunakushukuru kwa ulinzi mtakatifu. Asante Roho wa Bwana ambaye umeendelea kutupigania kila wakati. Katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Baba, pokea utukufu, pokea heshima, pokea adhama. In the mighty name of Jesus. Baba, kama watoto wako tunapoenda kujifunza neno lako, katujenge, katuimarishe, katupe hatua mpya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi na kwenye kila jambo ambalo Bwana tunalifanya kama watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, tunaachilia neema yako juu ya kila mmoja ambaye anasikiliza usiku. Mpe neema ya kuweza kusikia vyema, mpe neema ya kuweza kufunguliwa, mpe neema ya kuweza kupokea uponyaji, lakini mpe neema ya kuendelea kukua katika kujua wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako ni taa ya miguu yetu, lakini zaidi neno lako lina maziwa ambayo yanatukuza na kutufanya kuwa bora zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, hakuna ambaye hatapokea yale ambayo umekusudia apokee usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwenye kitabu kile cha Danieli tunasoma hapo linasema faida au kumjua Mungu kama sababu ya kuwa mtu mkuu. Tutaangalia faida of course za kumjua Mungu, lakini pia tutaangalia kwa ukubwa kwa nini unapaswa kumjua Mungu kibinafsi. Ili sasa kutokea hapo, kama kuna ukuu ambao Mungu amekuwekea ndani yako, uweze kudhihirisha, lakini pia uweze kufanya vitu kwa ukubwa tofauti na vile ambavyo umekuwa ukivifanya. Sasa kile kitabu cha Danieli sura ile ya 11 na ule mstari wa 32b, maandiko yanasema hivi. Ukisoma mstari wa 31, maandiko yanasema hivi. Danieli 11:31 anasema, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapaitia unajisi mahali patakatifu, ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Alafu ule mstari wa 32 anasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Sasa nisikilize mtumishi wa Mungu. Hili neno sio kwa ajili ya watu ambao wamedhamiria kuwa na maisha ya kawaida. Hili neno ni kwa ajili ya watu wote ambao wamedhamiria kuwa na maisha yenye ukuu ndani yao, yenye kuwa bora. Sasa anasema, bali wao wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa hiyo uhodari ni matokeo ya kumjua Mungu, lakini pia kutenda mambo makubwa kwenye maisha kwako ni matokeo ya kumjua Mungu. Watu wote waliomjua Mungu kibinafsi walitembea na Mungu huyo kibinafsi, lakini pia walifanya vitu vikubwa hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu sosi ya mambo yote ni Mungu. Yaani chanzo cha mambo yote ni Mungu. Chanzo cha mambo yote tunayoyafanya hapa duniani ni Mungu. Ndio maana hata kwenye kukifundisha kizazi lazima ukifundishe kwa namna ambayo kitamjua Mungu zaidi, kwa namna ambayo kitamfahamu Mungu zaidi. Nakumbuka andiko moja hapa ambalo ni andiko linalomzungumzia mtumishi wa Mungu Daudi. Mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa anakufa alimzungumzisha maneno fulani mwanaye. Akamwambia kwamba, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako
mjue Mungu wa baba yako. Maana yake wakati Daudi anataka kufa, wakati Daudi anataka kuondoka hapa duniani, alimwambia mwanae Sulemani amjue Mungu wa baba yake kama vile ambavyo yeye baba yake alikuwa akimjua huyo Mungu. Sasa kumjua Mungu ni jambo la muhimu sana. Kumfahamu Mungu ni jambo la muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu hilo ndilo litakaloamua aina ya maisha ambayo utayaishi ukiwa huko hapa duniani. So utakuja kugundua kwamba kuna tofauti, sawa? Kuna tofauti kati ya watu wanaomjua Mungu, lakini pia kuna tofauti ya watu ambao hawamjui Mungu. Kuna tofauti ya watu ambao wanakaa na Mungu, lakini pia kuna tofauti ya watu ambao hawakai na nani? Hawakai na Mungu. Sasa angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 28, Nyakati wa kwanza 28 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, na kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimfuata ataonekana, na ukimwacha atakutupa milele. Alafu mstari wa 10 anasema, jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu, uwe hodari ukatende hivyo. Angalia, Daudi kwa kiwango alichokuwa anamjua Mungu, alikuwa anamjua Mungu kwa kiwango kikubwa sana, na ilifika wakati Mungu akamuita Daudi kwamba ni mtu aliyekuwa ameupendeza nini? Moyo wake. Kwa hiyo Daudi na Sulemani ni watu wawili ambao, hawa watu wawili hawa walikuwa ni watu ambao mmoja ana uzoefu wa Mungu wake kibinafsi, halafu mwingine hana uzoefu wa Mungu wake kibinafsi. Na nikwambie tu, kabla Mungu hajajifunua kwako, anaweza kujifunua kupitia mtu mwingine. Kabla Mungu hajajifunua kwako, anaweza kujifunua kupitia mtu mwingine, ili kwa namna alivyojifunua kupitia mtu mwingine iwe sababu ya wewe kumjua. Nitakupa mifano miwili. Kuna mtu mmoja anaitwa kwenye Biblia anaitwa Samueli, lakini kuna mtu anaitwa Eli. Na niliwahi kusema siku moja kwamba jina Samueli haliwezi kukamilika ni mpaka lina Eli mwisho. Sasa Eli alikuwepo kwa ajili ya kukamilisha maisha ya Samueli, sawa? Eli alikuwepo ili kuja kukamilisha maisha ya nani? Ya Samueli, kwa kumtambulisha Mungu aliyekuwa anamjua yeye hapo kwanza. Alafu akishamjua kwa sababu alikuwa amekwisha kumjua yeye kabla, amfahamishe pia mtu anayeitwa Samueli ili na yeye amjue Mungu. Takuonyesha hii mifano vizuri kwamba inawezekana Mungu akajifunua kwa mtu mwingine ambaye sio wewe, akaja akajifunua kwa mtu mwingine kabisa. Halafu kupitia huyo mtu mwingine, kwa namna ambavyo Mungu amejifunua kwake, na ukamjua huyo Mungu kupitia ule mtu. Sawa sawa. Nitakuonyesha namna tofauti za kumjua Mungu. Sasa hii inawezekana ni njia mojawapo ya kwanza, kwamba tunamjua Mungu kupitia watu tunaokutana nao. Kwa kupitia mazingira tunaokutana nao, kupitia watu ambao tayari Mungu ashajifunua kwao, tunaweza tukamjua Mungu. Sawa sawa. Na kutokea kumjua Mungu kutokea kwa watu, tunaweza tukaanza pia kutembea naye kibinafsi. Sasa kabla tujaenda huko mbali sana, naomba turudi kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 3. Samueli wa kwanza sura ya 3. Kama una Biblia yako hapo na unatufuatilia usiku huu, unaweza tu kufungua. Tunatokea madhabahu ya neno na maombi mahali hapa Uyore, na tunafanya ibada hii live kabisa kupitia page hii ya Pastor Deus Bundara. Kwenye hiki kitabu cha Samueli wa kwanza sasa sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi, Bwana akaita mara ya pili. Hapo ukisoma kuanzia mstari wa kwanza utaona namna ambavyo Mungu alikuwa anamuita Samueli. Lakini Samueli kwa sababu alikuwa bado hajamjua Mungu, alikuwa hawezi hata kuelewa sauti ya Mungu. Ndivyo ilivyo pia hata kwako. Yaani kwa sababu ya uchanga, kwa sababu ya utoto, inawezekana kabisa ukashindwa kuelewa sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Lakini kadiri unavyokuwa sasa, unavyoendelea kuwa mkubwa, ndivyo ambavyo unaanza kuijua sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sasa Mungu atajifunua kwako kupitia watu. Kama hivi ambavyo tunaona. Mungu alikuwa amekwisha tayari kujifunua kwa Samueli, nabii Samueli. Lakini kwa nabii Eli. Kabla hajajifunua kwa Samueli, alikuwa tayari ameshajifunua kwa Eli. Kwa hiyo Eli alimsaidia Samueli kumtambulishia huyo Mungu na akaanza kumjua. Sasa maandiko yanasema hivi, mstari wa kwanza. Tuanzie tu mstari wa kwanza. Anasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli,
na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mfunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake alikuwa ameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu akasema, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Sio, naelewa vizuri? Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa halijafunuliwa kwake. Kwa hiyo ishu ya kumjua Mungu kibinafsi ni uzoefu, ni experience. Kama una huo uzoefu, unaweza usifanyaje? Usimjue Mungu. Nafikiri mtumishi wa Mungu pia upate notebook yako unaandika, sawa yeah, ili usipate usingizi. Unaweza ukachukua tupeni. Kuna mazingira ambayo by the way ni mazuri na unapaswa kuyazingatia pale tunapokuwa tunajifunza vitu kama hivi. Sikiliza vizuri. Samueli hamjui Mungu, halafu anayemjua Mungu ni Eli. Kwa hiyo Eli anamtambulisha Mungu wake kwa Samueli. Kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa na uzoefu naye. Kwa hiyo tunajifunza jambo hili la kumjua Mungu kibinafsi kama moja ya sababu ya wewe kuwa mkuu, lakini tutapitia maeneo tofauti tofauti na tutakuja kuangalia mambo ya msingi ambayo yatakuza sasa uwezo wa kumjua Mungu vizuri, na tutagusa maeneo mengi sana kwenye somo hili. Sasa angalia hapa maandiko kwenye mstari wa 7 anasema, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kwa hiyo tutakuja kuangalia moja ya kanuni ya kumjua Mungu ni neno la Mungu. Kwa hata neno la Mungu bado alikuwa halijui. Yaani imagine kama ndo Biblia hii, vitabu vilivyokuwa vimeandikwa, kilikuwa kimeandikwa kitabu cha Mwanzo, halafu Kutoka, sijui Hesabu, Mambo ya Walawi, halafu Mambo ya Kumbukumbu la Torati, Yoshua, halafu ndio ikaja Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Sio, unaona? Manake neno la Mungu kwa Samueli lilikuwa bado halijafunuliwa. So ilibidi apate mtu ambaye ana uzoefu na Mungu, ambaye alikuwa ni nani? Ni Samuel, na alikuwa ni Eli. Kwa hiyo maandiko anasema hivi, ule mstari wa 8. Bwana akamuita Samueli mara 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda ukalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anafanyaje? Anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Unaona ile jambo? Samueli akaenda akalala mahali pake. Samueli akaenda akalala mahali pake. Samueli alipoenda kulala mahali pake, Bwana akasema naye tena. Sasa angalia alivyoanza kusema naye. Manake sauti ya Mungu ilianza kuwa harisi kwa nani? Kwa Eli, kupitia mtumishi wake aliyekuwa amempa nabii. Sauti ya Mungu ilianza kuwa wazi kwa Samueli kupitia mtumishi wake Eli, ambaye alikuwa amepewa na Mungu amepewa na Mungu ili amlee kwenye yale makuzi yake ya kiroho ambayo alikuwa nayo hapo. Sasa angalia hapa. Maandiko anasema hivi, Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anafanyaje? Anasikia. Kwa hiyo kumjua Mungu ni experience. Kumjua Mungu ni uzoefu. Kama hauna uzoefu, huwezi kumjua Mungu. Kwa hiyo eneo la kwanza kabisa ambalo nafikiri ni la muhimu sana ambalo Mungu anaweza kukupitisha ili umjue yeye ni kupitia mtumishi wake ambaye tayari amekwisha kutembea naye. Kama ambavyo tumeona Daudi, kwa sababu alikuwa ametembea na Mungu vizuri, alikuja akamtambulisha Mungu wake kwa mwanae Sulemani ili na yeye atembee naye vizuri vile vile ambavyo baba yake alifanyaje? Alitembea naye. Lakini pia tumeona hapa kwa nabii Samueli pamoja na nabii Eli. Hawa walikuwa ni manabii. Nabii Eli alipokuja kuzungumza na Samueli, sawa, alimtambulisha Mungu wake. Na alimfundisha kitu gani? Alimfundisha kitu cha sauti. Alimfundisha kuhusiana na sauti, kwamba namna ya kuijua sauti ya Mungu, namna ya kuitambua sauti ya Mungu, namna ya kumsikia Mungu. Kwa hiyo inawezekana Eli alikuwa ana uwezo wa kumsikia Mungu vizuri kuliko Samueli. Na Samueli kwa sababu uwezo wake ulikuwa ni mdogo, ilimhitaji apate mtu anayeitwa nani? Eli, ili Eli amtambulishe Mungu wake kwa Samueli. Na Samueli akamjua Mungu na alianza kusikia sauti vizuri. Sasa ninakufundisha haya kwa nini? Kwa sababu
kuna faida ya kumjua Mungu kibinafsi. Sawa sawa, mtumishi wa Bwana, kuna faida ya kumjua Mungu kibinafsi. Nitakuonyesha njia ambazo zitakukuza zaidi. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Sasa hii nimekuambia kwamba inawezekana ikawa ni njia mojawapo na unaweza ukaidaka, lakini idake kwa asili ya kwamba kuna njia zingine pia, sio hiyo tu kupitia watumishi wa Mungu wengine. Lakini pia nitakuonyesha mfano mwingine wa watu tofauti na Samueli na Eli, lakini pia mfano tofauti wa Daudi pamoja na nani? Daudi pamoja na Sulemani. Tukija hapa kwa mfano wa kitabu kile cha Yoshua sura ya kwanza, tunamuona huyu Musa alifariki. Sawa? Musa alikufa. Baada ya Musa kufa, kile kijiti kilichokuwa kwa Musa aliachiwa mtu anaitwa nani? Yoshua. Sasa hapa kwa Yoshua sura ya kwanza, maandiko yanasema hivi, mstari wa kwanza, Yoshua 1 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akisema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huo wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali atakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama mlivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima ule Lebanoni mpaka wapi? Mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati. Sasa ukiangalia hapa unaweza ukaona namna ambavyo, sawa, unaweza kuona namna ambavyo Mungu sasa, kwa sababu Musa mtumishi wake ambaye alikuwa anatembea naye amekufa, ilibidi aanze kujifunua tena. Sasa manake somo analoanza kulipata Yoshua linaweza nikawa gumu kidogo kwako kuelewa pia, lakini naomba uelewe kwa namna hii kwamba Musa alikufa, akabaki Yoshua peke yake. Na Yoshua alivyobaki peke yake, kilichokuwa kinatokea ni kwamba huyu Yoshua alihitaji kuanza kumjua Mungu kibinafsi. Ni kweli kulikuwa na Mungu ambaye ametembea naye kuanzia wakati ambapo mtumishi wake Musa alikuwa anaishi, bado yuko hai. Na baada ya hapo ilibidi sasa naye aanze kutembea na Mungu wake kibinafsi, kwa Mungu kuja kujifunua kwenye maisha yake. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana kulizingatia kwamba you have to know God by yourself, and God himself will come before you to reveal himself in every place. Even if you are a minister, you are a businessman, you are in a marriage, God will reveal himself in a such a way. Kwa hiyo zingatia jambo hili kwamba Mungu anapotaka kukupeleka hatua kubwa, anapotaka kufanya mtu mkubwa, atakuja kujifunua kwako kibinafsi. Na hili jambo nitalizungumza kwa baadaye. Sasa tumeona namna ambavyo hili jambo la kumjua Mungu limesisitizwa. Sasa turudi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati kule, Nyakati wa kwanza 28, kwa habari ya Daudi na nani? Na Sulemani. Tumetoka kuona kwa Yoshua pamoja na Musa. Kwa Yoshua pamoja na Musa. Sasa angalia hapa kwenye hii Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 mstari ule wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema hivi, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa babako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, na ukimwacha atakutupa milele. Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakao kuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivi. Sasa sikiliza vizuri, mtumishi wa Mungu. Iko hivi, Mungu huyu tunayemtumikia tunapaswa kumjua kibinafsi, na kumjua Mungu kibinafsi kuna faida nyingi, tofauti na ambavyo tunaweza tukamjua Mungu kupitia habari tu ambazo tumezisikia. Sasa jambo la msingi ambalo naenda kulielezea hapa, sintapingana na kauli ya kumjua Mungu, sawa? Sintapingana na habari ya kumjua Mungu kupitia mtu fulani. Kwa mfano hapa Daudi alisema hivi, mjue Mungu wa baba yako. Maana yake kuna Mungu alivyokuwa ametembea na nani? Na Daudi. Na kuna namna ambavyo Mungu sasa alipaswa atembee na Sulemani. Na nisikilize, namna ambavyo Yesu alitembea na mitume sivyo ambavyo Yesu tunatembea naye sasa. Namna ambavyo mitume wale walimjua Yesu kipindi hicho sivyo ambavyo pia tunamjua Yesu kwa sasa. Manake kadiri wakati unavyokwenda mbele, tunapaswa kuwa na changes, tunapaswa kuwa na mabadiliko ya namna ambavyo tunamjua Mungu. Kwa hiyo sasa jambo la msingi ni nini? Jambo la msingi ni hili kwamba hakikisha unamjua Mungu kibinafsi, wewe personally. You have to know God personally. You have to understand God personally. You have to know God by yourself. Unapaswa kumjua Mungu wewe binafsi, kibinafsi. Hii itakusaidia
hautakuwa na experience ya kumjua tu Mungu kupitia mtumishi wake, hautakuwa na experience ya kumjua Mungu kupitia labda mazingira fulani, hautakuwa na experience ya kumjua Mungu kupitia vitu fulani fulani ambavyo vimekutana navyo kwenye safari yako ya wokovu, bali ukishaanza kumjua Mungu wewe kibinafsi, utakuwa na wewe na uzoefu wako kibinafsi. Nisikilize, mimi unayeniona hapa, kwa ukweli kabisa, ukweli, nimekutana na watu sawa, ambao wamenifunulia Mungu wao kwangu, na nikamjua huyo Mungu wa picha hiyo kupitia hao watu. Lakini hiyo hainizuii mimi kuwa na namna ambavyo namjua Mungu kibinafsi. Let me put it in English, maybe you can understand it well. There are some men of God whom presented their God before me. They presented their God to me, and I knew God from them. I knew the certain kind of God from them. And then from there, that cannot be the limitation of me to know God by myself. So I have to have the personal experience with my God. Then I have to develop my own experience, my own encounter with God, so that I can know my God by myself and having a certain route or a certain walk with God by myself. Kwa sasa unaweza ukamjua Mungu kupitia watu wengine, lakini pia unaweza ukamjua Mungu kupitia wewe binafsi, yale matukio ambayo Mungu unakutana naye personally. Kwa mfano, nizungumzie tu, nitoe kama mfano. Malaika wapo. Sawa Angels are there. Malaika wapo. Uko ulimwenguni wapo. Na hata hapa tunavyozungumza inawezekana malaika yuko hapa. Lakini kwa macho ya damu na nyama tunaweza tusimuone. Kwa macho ya damu na nyama na masikio ya damu na nyama tunaweza tusione. Yaani masikio ya mwili na macho ya mwili tunaweza tusimuone. Lakini ukienda spiritually unaona kabisa kuna malaika mahali hapa. Tunaelewa vizuri. Sasa changamoto ni kwamba watu tunaoishi nao wana experience zao na Mungu. Lakini pia sisi kibinafsi tuna experience zetu. Nisikilize. Namna alivyomuona malaika mtumishi wa Mungu fulani na akaja kukusimulia, sio namna ile ile malaika atakuja kujifunua kwako. Kutakuwa na utofauti. Kwa hiyo kwa nini nakwambia umjue Mungu kibinafsi? Maana yake when you decide and when you commit by yourself, asking God, seeking God, he will reveal himself in a certain way that he has never revealed himself to certain kind of men. Ndio maana kuna encounter ambazo tutakuwa tunakutana nazo kwa sasa, zitakuwa zinawashangaza hata mababa wa imani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wao hakuwahi kujifunua kwa namna hiyo kipindi hicho. Na kwa sasa Mungu atajifunua kwa namna tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambavyo anataka kujifunua kupitia kizazi hiki. Nisikilize vizuri mtumishi wa Mungu. Have personal encounter with God. Sasa jambo ambalo nalizungumzia hapa, ni kweli tunapaswa kumjua Mungu kupitia watu wengine. Tunapaswa kumfahamu Mungu kupitia watu wengine, lakini you have to seek God by yourself. Unapaswa kumtafuta Mungu kibinafsi, wewe kama wewe. Alafu huyo Mungu akisha kujifunua kwako, uanze kutembea naye wewe kibinafsi. Sasa kwa Kiingereza tunasema ni personal encounter with God. Have personal encounter with God. Personal encounter with God. Nisikilize. Ibrahimu alikuja akamsimulia Isaka kwamba mimi Mungu mimi Ibrahim nimetembea na Mungu kwa umbali huu, akiwa anamuelezea Isaka. Sawa sawa Lakini pia Isaka baba yake alipokufa, Ibrahim alikuja akamuelezea, sawa akamuelezea mwanae Yakobo na Esau namna ambavyo alitembea na Mungu. Baada ya Isaka kufa, akabaki Yakobo. Yakobo naye alikuja kuwa na encounter yake binafsi na Mungu. Na yeye kwa nini? Kwa sababu amekutana na Mungu kibinafsi, alikuja kuanza kuwasimulia watu wengine, watoto wake kina Yusufu, kina nani. Na tunaona baadaye kabisa anakuja anawatamkia baraka na anawatamkia laana Yakobo kama Yakobo. Sasa nisikilize vizuri. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo nikuonyeshe personal encounter ya Yakobo na Mungu. Ndio maana kwambia ni muhimu sana kuwa na matukio ya kwako na Mungu. Na labda nitoe mfano kabla sijasoma ili andiko. Mtumishi wa Mungu TB Joshua ni mtu ambaye ulimwengu ulifahamu kutokea zamani. Ingawa mimi sasa nimefahamia hivyo kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa ni yuko Afrika
na amefanya vitu vingi wapi? Afrika. Sawa eh? Utumishi wake wote ameufanya Afrika. Alikuwa na huduma ya kinabii, prophetic ministry, ambayo inaitwa Synagogue Church pale Nigeria. Amefanya ile huduma kwa kufanya healing na deliverance, na amekuwa inspiration kwa watumishi wengi wa Mungu katika kufanya healing na deliverance. Na ufahamu kitu kimoja ni kwamba kwenye mwili wa Kristo kila mmoja amepewa mkate wake. Kwa mfano, mimi ninafungua watu, ninaponya, nina hizo karama za kuponya, kufungua watu, lakini pia na karama ya unabii, prophecy, lakini pia inawezekana nikawa ni mtume. Sasa ni kwa namna pekee kwenye hivyo vipawa Mungu amenifunulia kwa namna yangu. Sasa namna alivyonifunulia Mungu mimi hivi sio namna ambavyo atakufunulia wewe. Manake hata wakati Yesu yuko na mitume 12 aliwagawia mkate kila mmoja kipande kipande, akawapa sehemu yao. Namna anavyofundisha Pastor Deus sio sawa sana anavyofundisha Pastor Musa. Sawa sawa. Kwa hiyo Ibrahimu alitembea na Mungu wake, Isaka akatembea na Mungu wake kibinafsi, na yeye nani huyu Yakobo akatembea na Mungu kibinafsi. Sasa kwa watumishi wa Mungu ambao tunaonekana physically, kwa mfano, neema alionao Mwalimu Onesimo sio sawa na neema alionao mtumishi wa Mungu mtume Mwamposa, Apostle Mwamposa. Neema alionayo mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima sio sawa sawa na neema alionayo mtumishi wa Mungu Josephat Mwingila, mtume Josephat Mwingila. Neema alionayo mzee Kakobe sio sawa sawa na neema ambayo alikuwa nayo mzee Moses Kulola. Neema alionayo Moses Magembe, mtumishi wa Mungu mwinjilisti moto fire, mchungaji wetu Moses Magembe, sio neema ambayo alionayo pengine mtumishi nani ambaye ni mkubwa mwingine hapa Tanzania, labda mzee Sumbe, Askofu Sumbe, Bishop Sumbe pale Arusha. Inatofautiana. Sasa nisikilize vizuri, mtumishi wa Mungu, iko hivi, namna Mungu anavyotembea na hawa wazee wetu sivyo namna ambavyo atatembea na sisi pia. Namna ambavyo alivyotembea na wazee wetu zamani sivyo ambavyo atatembea na sisi pia. Natoa ufafanuzi huu uelewe tena. Zamani walikuwa wanaweka mikutano tena wanakaa chini. Ndivyo ambavyo Mungu alikuwa anajifunua. Na zamani ilikuwa inaonekana hivi ulokole au wokovu. Natumiaga maneno yote kwa sababu ndivyo ambavyo watu tumezoea kuitana walokole au watu tuliookoka. Sawa. Zamani kwenye wokovu tulikuwa tunaonekana wanyonge sana, kwamba lazima uwe maskini, lazima usikae sehemu nzuri kama hii. Mikutano ilikuwa inafanyika watu wanakaa chini kwenye manyasi, injili inahubiriwa. Kwa mfano watu wetu wa Bukoba kule, Bukoba huko Kanshai huko Bukoba huko. Watu kanisani hawana viti, wanakaa chini. Na ndivyo ambavyo wanaamini. Lakini pia waliamini hivi wokovu wa zamani ni kutembea kwenye umaskini, kutembea bila pesa. Sasa hivyo ni namna ambavyo Mungu wao walikuwa wanamjua kwa namna hiyo, kwamba Mungu anaweza ukuokoa ukaenda mbinguni lakini ukaishi maisha ya bila kuwa na vitu hapa duniani. Sasa kwa sasa hebu angalia picha yake ya namna ambavyo jinsi ilivyo. Manake kadiri tunapoendelea kumjua Mungu kwa dimension tofauti, tunakuwa na matokeo pia tofauti, tunakuwa na vitu tofauti. Sasa hivi uwezi ukaniambia kwamba tuitishe mkutano wa injili watu wakae chini. Lazima tutengeneza mazingira mazuri. Kuna mwalimu wa Kasege ana neema yake, anafanya mikutano mikubwa injili, watu wanakaa vizuri kwenye viti wanasikiliza neno la Mungu linafundishwa. Ukienda Nigeria pale kuna mtumishi wa Mungu Apostle Grace Lubega anafanya service Jumapili, anafanya service Alhamisi, ibada siku ya Alhamisi, watu wanakaa kwenye viti zaidi ya 1000 ngapi pale, watu wengi zaidi ya 40,000 nafikiri wanafika, wengi mno. Sasa nisikilize vizuri mtumishi wa Mungu, nisikilize vizuri. Namna utakavyomjua Mungu itakutofautisha na vizazi vilivyopita, hasa pia na vizazi vijavyo. Namna unavyomjua Mungu itakufanya uonekane mtu mkubwa au uonekane mtu mdogo. Kwa hiyo hakikisha unamjua Mungu kibinafsi. Hakikisha unamjua Mungu kibinafsi, kiwewe, kivyako. Usiige tu, usiishie kuiga kwa wazee wetu waliopita. Usiishie kuiga. Iga njia za zamani upate siri, lakini pia uwe na encounter ya kwako kibinafsi na huyo Mungu. Yaani have that person encounter with that God. Mjue Mungu kibinafsi, mtumishi wa Bwana. Listen to me well. Listen to me well. Niko hapa kukufundisha somo hili ili walau upate mwanga. Tumekuwa tukipitisha hata kwenye mazingira wakati mwingine na watumishi wa Mungu ambao walitangulia kumjua Mungu, halafu baada ya kumjua wao wakatuishirizie hapo tu, tukaishia na sisi hapo. Naomba nitoe mfano hapa. Pembeni yangu kuna vitabu vingi hapa vya Dag Heward, viko vingi tu hapa vitabu. Hivi hapa. Unaviona hivi vitabu? Sasa angalia hivi vitabu hivi.
hiki kitabu kiko juu ya kitabu kingine, na hiki kitabu kiko juu ya kitabu kingine, kitabu hiki kiko juu ya kitabu kingine, na kitabu hiki kiko juu ya kitabu kingine. Kwa ukiangalia hivi vitabu vimepangana. Sasa nisikilize vizuri. Ukitoa kitabu cha kwanza, hiki cha juu kinafanyaje? Kinashuka. Ukitoa kitabu cha chini huko, cha juu kinashuka. Ukitoa kingine, cha juu kinashuka. Kinashuka mpaka unakuta vyote vimeshuka na unavipotea, hauvioni tena. Sasa nisikilize. Alipoishia huyu wa hapa juu, mimi nikija kupanda hapa, maana yake napaswa kujua hatua za huku chini alivyotembea na Mungu. Alafu nikifika hapa na mimi niendelee kwenda juu zaidi. Kwa ndio maana tofauti ya matokeo ya wazee wetu wa zamani na sasa ni tofauti. Watumishi wa Mungu Nigeria, kama mtumishi wa Mungu Bishop David Oyedepo, ukiangalia mtumishi wa Mungu Nigeria Bishop David Oyedepo amejenga kanisa linaloitwa The Ark. Sawa eh? Lakini kuna mwingine amejenga na ni mwanae na Bishop David Oyedepo, anafikiri anaitwa David Ibiomie. Amejenga jengo linaitwa The Hand of God. Si unaelewa eh? Hawa wazee wamejenga majengo makubwa. Kwa nini? Hakuwahi kutokea mtu Nigeria aliyejenga jengo kama hilo. Kwa nini? Kwa sababu walipoishia wazee wao ndo wameanzia wao hapo. Unanielewa vizuri? Walipoishia wazee wameanzia wao hapo. Kwa hiyo anapoishia mzee wa zamani aliyefanya huduma na Mungu akamjua Mungu, na wewe unapaswa kuanzia alipoishia uendelee mbele zaidi. Manake kadiri unapoendelea kumjua Mungu anakupa utofauti wa ukuu wako. Kiwango cha kumjua Mungu wako kibinafsi kinakupa utofauti wa ukuu wako. Kwa kadiri utakapoendelea kumjua Mungu kwa kiwango kidogo, hautakuja kuwa mtu mkubwa. Listen to me very well, men of God. Tuzingatie hili jambo, ni la muhimu sana. Na Mungu anataka kutupeleka mbali. Sawa eh? Hakikisha unakutana na Mungu kibinafsi. Hakikisha unakuwa na Mungu wako kibinafsi, ili sasa usije ukatembea na Mungu wa fulani ukaishia pale alipoishia huyo Mungu wa huyo fulani, au ukaishia hapo alipoishia huyo mtu. This is a very big mystery to you. Ni siri kubwa sana. Hakikisha unalizingatia hili. Tuko pamoja. Sasa naomba tusome kwenye hicho kitabu cha Mwanzo. Tulikuwa Mwanzo sura ile ya 32 kwa habari ya personal encounter ya Mungu na nani? Na Yakobo. Nisikilize. Nimekuambia Ibrahim alimsimulia mwanae Isaka namna alivyotembea na Mungu. Lakini Isaka akaja akawasimulia wanae kina Yakobo. Lakini hawakuishia tu kusimuliana hivyo. Namna ambavyo walikuwa wanamjua Mungu. Walikwenda mbali zaidi. Manake huyu Isaka baada ya kufa mwachia nafasi Yakobo ya kuja kuanza kumjua Mungu kibinafsi na yeye. Naomba tusome Mwanzo 32. Kama una Biblia yako fungua tu tusome, mtumishi wa Bwana. Mwanzo 30. Mwanzo tuanzie Mwanzo 30. Alafu mstari wa 30 mpaka 32. Au tuanzie mstari wa 22 itakuwa vizuri zaidi. Tukianzia 22 au 25 itakuwa vizuri pia. Maana kote huko tunaona ni mazingira ambayo Mungu anatembea na nani? Na Yakobo. Sasa ukisoma mstari wa 62 nasema, nitapita katikati ya wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoadoa. Sasa hii ilikuwa ni habari ile ambayo alikuwa anamuotesha kwa habari ya ndoto. Sasa we are not concerning with that today, but twende kwenye sura ya 31 ule mstari wa 30, ule mstari wa ngapi? Mstari ule wa 30. Twende 32. Okay? Sawa, twende 32 ule mstari wa 24 mpaka mstari wa 31. Mwanzo 32 24 mpaka 21. Anasema hivi, Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye kwa mweleka hata alfajiri, naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuko. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na wanadamu na umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Angalia, kuonana na Mungu uso kwa uso. Kuna mtu mmoja huwa anaendesha ibada za God is Real. Anaitwa nani? Anaitwa mtumishi wa Mungu Minister Boaz Duncan. Huwa anaita God is Real.
Sasa God is real maana yake ndio hii. Nimeonana na Mungu uso kwa nini? Uso kwa uso. Have that person encounter with God. Ukikutana na Mungu kibinafsi, rafiki yangu, maisha yako hayatabaki ya kawaida. Omba Mungu, ukutane na Mungu kibinafsi. Meet God personally. Nikikusimulia encounter ambazo nimekutana na Mungu ni nyingi sana, ila have God. Na mfano huyu Yakobo hakukutana na Mungu hapa. Kuna sehemu nyingine ambapo ndo anatoka kule nyumbani, amefika mahali, nafikiri ni kwenye sura ya 30 pale. Amefika mahali akalaza kichwa chake. Amelaza kichwa chake hivi. Sawa sawa. Malaika wakaanza kupanda na kufanyaje? Na kushuka. Sawa sawa. Angalia Mwanzo 28 mstari wa 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, na hapo ndipo lango la mbinguni. Unaona? Personal encounter is God. Sasa hizi personal encounter, hii kukutana na Mungu kibinafsi, itakusaidia kumjua Mungu kwa namna yako. Itakusaidia kumtambua Mungu kwa namna yako. Mwanzo 28 mstari wa 16 mpaka mstari wa 22. Utaona inakusaidia kumjua Mungu kibinafsi. Kwa hiyo pata huo muda, mtumishi wa Mungu, kaa, omba Mungu, fanya mazingira ambayo yanamkaribisha Mungu ili ukutane naye kibinafsi, umjue. Sasa nimekuelezea haya kwa faida yako tu. Sasa nitakuelezea kanuni zile za kawaida ambazo, kwa sababu tumeambiwa tumtafute Mungu, tumjue sana Mungu. Maana yake kuna bidii ambazo pia na wewe unapaswa utie hapo. Sawa? Mungu hawezi tu kukurupuka kutoka kokote tu aje tu. Labda kama ana assignment binafsi na wewe. Kwa mfano, Paulo alikutana na Mungu kibinafsi kabla hajaanza kumtumikia Mungu. Na nasikia kukaa hapa kidogo. Ukienda Matendo ya Mitume sura ile ya 9, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11 pale, au mstari wa 9, utaona Paulo alikuwa anamuona Mungu anamhubiri hawa mitume wengine. Ila kuna siku Yesu alijifunua kwake kibinafsi. Omba Yesu ajifunue kwako kibinafsi katika jina la Yesu. Akusaidie kumjua yeye kibinafsi katika jina la Yesu. Aise, tukimjua Yesu kibinafsi, hata dhambi hatutaendelea kufanya. Hata hayo matakataka ambayo tulikuwa tunaendelea nao hatutaendelea kuyafanya. Huwa nasikitika sana na nasema mara zote, kwa sababu mimi ni adui wa mabongo flava, adui wa kila kitu ambacho ni kibaya, ambacho ni adui wa Mungu. Kwa mfano, kuna watu ambao wameokoka lakini wana bongo flava kwenye simu zao. Wameokoka na wana manyimbo ya ajabu kwenye simu zao, manyimbo ya duniani. Sasa rafiki yangu, wewe nikuulize swali, umeokoka unaanzaje kusikiliza bongo flava? Si unaelewa vizuri? Achana na hiyo muziki na kuchafua. Haitasababisha ukutane na Mungu kibinafsi, mtumishi wa Mungu. Haitasababisha ukutane na Mungu kibinafsi. Listen to me very well. Hakikisha unajitunza. Hakikisha unatengeneza mazingira ya Mungu kukutana na wewe. Sasa Paulo naye alikutana na Mungu kibinafsi. Have that meeting with God personally. Watu wote wakubwa unaoona kwenye Biblia walikutana na Mungu kibinafsi, walimjua Mungu kibinafsi. Kwa sometimes tunaelezewa mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumjua Mungu kwenyewe ndo huku, kukutana naye kibinafsi. Omba hata siku moja upate visitation ya kwenda mbinguni. Omba hata siku moja upate neema ya kwenda mbinguni. Upate neema ya kwenda mbinguni, mtumishi wa Bwana. Hallelujah. Upate neema ya kupata hizo visions, hayo maono, upate hayo maono, uende mbinguni uone. Kwa mfano juzi nilikuwa na Bwana Yesu, juzi tu hapa nilikuwa na Bwana Yesu. Akanichukua akanipeleka mbinguni. Akanipa mstari mmoja tu ambao hii Biblia hii nilikuwa naisoma, hii Biblia hii. Ule mstari nilikuwa nausoma na sielewi. Aliponipa ule mstari, alafu akaniambia hivi, kuanzia leo hautaombea mtu kwa maombi mengi. Akapokea uponyaji. Utatamka tu. Alafu mtu atapokea uponyaji. Imekuwa rahisi mno. Nguvu za Mungu zinatembea vizuri mno kwa urahisi. Ibada ikiwa inafanyika, deliverance inafanyika kwa urahisi. Have that personal encounter. Utawekewa mikono sana kwenye hicho kichwa. Utaombewa sana na watumishi wa Mungu. Kama hujakutana na Mungu kibinafsi, hautatoboa mzee. Sasa sio kanuni, unaweza ukakutana na Mungu kupitia watu, lakini hii sio kanuni kwamba labda usipokutana na wengine ndo hautatoboa. Utatoboa. Lakini ukiwa na Mungu kibinafsi, unamjua Mungu kibinafsi. Ukiwa unamjua Mungu kibinafsi, utapasua rafiki yangu. Naomba nikuhakikishie mafanikio yapo. Kutoboa kwenye huduma kupo. Kupiga hatua kwenye mahali pako kupo. Eneo lako hilo, kama ni biashara, ni kazi, ni huduma, ipo kutoboa. Ila ni mpaka umjue Mungu kibinafsi. Know God personally. Mjue Mungu kibinafsi. Tafuta kukutana na Mungu kibinafsi hata katika maono, ndoto, visions. Ukutane na huyo Mungu kwenye neno. Tafuta huyo Mungu ukutane naye kibinafsi. Sasa naomba nikusomea hapa. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski,
zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafungue na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Akasema, una nini wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe, lakini simama uingie mjini, nao utaambiwa yakupasao kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski, akawa siku 3 haoni hali wala hali. Angalia, huyu ni Paulo, amekutana na Yesu, akapigwa upofu, macho yake akaacha kuona. Alipoamka akufungua macho hivi, haoni kitu. Nuru ilimwangaza, nuru ilimwangaza. Si unaelewa vizuri eh? Nuru ilifanyaje? Ilimwangaza. Anasema kwenye mstari wa 3, hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Hii ndio ilikuwa personal encounter ambayo huyu Paulo alikutana nayo. Paulo asingekutana na Yesu kibinafsi hivi, angeendelea kuwa mwizi, angeendelea kuwa mtenda dhambi. Hata wewe hujakutana na Mungu binafsi, omba nguvu za Mungu zikukamate. Omba ukutane na huyu Mungu kweli kweli, akubane mahali ambako hata tabia za kawaida zitaondoka. Tuna Ukristo wa kawaida kwa sababu ya kupungukiwa mafunuo na neno la Mungu. Tunapungukiwa neema ya kuyajua mafunuo ya neno la Mungu, ndio maana tunakuwa kawaida. Mungu akupe neema kupata mafunuo na kumjua Mungu binafsi katika jina la Yesu. Unaelewa vizuri? Sasa listen to me well. Listen to me well. Paulo kutokea hapa alipokutana na Mungu, maisha yake yalibadilika kabisa. Akawa mtu wa tofauti kabisa. Hakuwa mtu wa kawaida tena. Na kutokea hapo alianza kuhubiri Injili. Umewekewa mikono na watumishi wangapi na bado hujawaka moto? Umewekewa mikono na watumishi wangapi wa Mungu na hujabadilika? Umekaa kanisani hapo kwa muda gani na hujabadilika? Maana yake unaweza kuwa kanisani na hujakutana na Mungu. Unaweza kuwa na watumishi wa Mungu huko chini ya watumishi wa Mungu, hujakutana na Mungu kibinafsi. Naomba nisome haya maandiko kwa upole tu na kwa unyenyekevu. Kitabu kile cha Isaya mtakatifu, sura ile ya 55, kuanzia mstari wa 5 pale mpaka mstari wa 7. Isaya mtakatifu, sura ile ya 55, mstari wa 4 mpaka mstari ule wa ngapi? Isaya 55 mpaka mstari wa 8 pale. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 8. Nafikiri tunaweza tukaanzia tu 4. Anasema hivi, mstari wa 4, angalieni nimemweka kuwa shahidi wa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemadari kwa kabila za watu. Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Sasa angalia mstari wa 6, mtafute Bwana maadamu anapatikana. Hajasema mtafute kupitia mtumishi wake, alisema mtafute Bwana maadamu anapatikana. Muiteni Bwana maadamu yu karibu. Mtu mbaya na ache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na mrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Sasa amezungumza kwa habari ya watenda dhambi, lakini hata kama sio mtenda dhambi, tafuta huyo Mungu, mtafute Mungu kibinafsi. Kama ni kufunga funga, kama ni kuomba omba. Sometimes upo kanisani mpaka watu watangaze mfungo ndio ufunge, mpaka watu waseme tuna mfungo jamani, mnaenda ufunge. Nisikilize mtumishi wa Bwana, tafuta Mungu kibinafsi, usisubirie mifungo ya kanisani. Anza kufunga na kuomba mwenyewe. Nitatoa hapa kanuni za kumtafuta Mungu na au kumjua Mungu, kanuni kama 5 tu au 6 hivi. Alafu kutokea hapo utapiga hatua kubwa sana. Sasa angalia, nimalizie na kitabu cha Ayubu kabla sijakupa kanuni. Ayubu sura ile ya 20, na ni kitabu pendwa sana na mpaka vimekaa vichwani mwetu, yani vimekaa kabisa kwenye vichwa vyetu. Ayubu 22 mstari wa 21. Ayubu 22 mstari wa 21. Anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyomjua. Maana yake hapa ni kumjua Mungu kibinafsi. Zamani ilikuwa mjue Mungu wa baba yako, lakini ni kumjua Mungu kibinafsi. Huyu aliyekutambulisha kwa Mungu akifa, maana yake Mungu itabidi tu aanze kutembea na wewe kibinafsi. Kwa hiyo kabla hata huyu aliyekutambulisha kwa Mungu hajaondoka, hakikisha unaanza kumtafuta Mungu kibinafsi. Nitakupa kanuni kadhaa ili zikufanye kuwa mtu mkubwa. Umeona Musa alikutana na Mungu akawa mtu mkubwa. Alikutana naye wapi? Moto, kijiti cha moto kilikuwa kinawaka. Si unaelewa vizuri?
Paulo amekutana Mungu kama nuru, kupitia nuru ya Bwana Yesu, maisha yake yakabadilika. Tunakuja kwa mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alipitia changamoto ya majaribu, lakini ndio alikuwa anakutana na Mungu kibinafsi, maisha yake yakabadilika. Tukija kwa Paulo tumeona, Musa tumeona, Ayubu tumeona, Daudi tunaona. Daudi alikutana na Mungu wapi? Kule alikokuwa anachunga machungani. Mungu alikuwa anamsaidia, anaua dubu na simba. Lakini pia Sulemani anatambulishwa kwa Mungu kupitia baba yake Daudi. Haya, Samueli anakutana na Mungu kibinafsi. Alikuwa anaitwa Samueli, lakini kupitia Eli akamtambulisha kwamba ni Mungu anakuita, kwa atakapokuita tena muitikie. Kina Isaka, kina Ibrahim, kina Yakobo, wote hiyo ni mifano. Sasa nisikilize. Kwa muda huu sasa, kuna mambo kama 5 tu ambayo unapaswa kuyazingatia, yatakao kusaidia kudumu katika kumjua Mungu kibinafsi. Naomba nitazamie kamera kama iko sawa, mtumishi wa Mungu. Bado inaenda? Sasa sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri, mtumishi wa Bwana. Haya mambo nitakao kutajia ni mambo ya kawaida sana, ila lengo langu kubwa tu uelewe. Utamjua Mungu kupitia watu anaokukutanisha nao, watumishi wa Mungu anaokukutanisha nao, lakini pia utamjua Mungu kupitia encounter binafsi. Sasa hizi kanuni zinazofuata hapa ni za ziada tu. Kanuni ya kwanza ni kupitia neno lake. Kanuni ya kwanza ni kupitia nini? Neno lake. Tuliona pale kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sawa, sura ile ya 3 na ule mstari wa 8. Maandiko anasema hivi. Samueli wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wa 8. Maandiko anasema hivi. Bwana, okay, tusome mstari wa 7 na wa 8. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara 3, naye akamuita, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Sasa nisikilize. Sauti ya Mungu, kwa sababu unakuja izoea, anaweza kutumia sauti ya yule yule ambaye ulikuwa umetambulishwa kupitia yeye. Kadiri utakavyoendelea kuzoea sauti ya Mungu na kuipatia uzoefu, ataanza kujitambulisha mwenyewe kwako. Ndio maana tafuta kumjua Mungu kibinafsi ili uwe na sauti ya Mungu kibinafsi unayoisikia. Namna ambavyo mimi namsikia Mungu kwenye maandiko, ninavyomsikia Mungu kuandaa masomo ni tofauti na ambavyo wewe unaweza kuwa unamsikia. Tafuta Mungu kibinafsi. Kwa hiyo, nimesema kanuni ya kwanza ni nini ambayo nimeongezea hapa? Neno. Kupitia neno lake. Kwa hiyo neno linaweza kumfunua Mungu. Unaiona hii Biblia ina vitabu 66. Hakikisha unasoma Mwanzo mpaka Ufunuo. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Walau urudie mpaka mara 3. Ukimaliza hii kitu hii, utajua Mungu kupitia watu. Alafu sasa na Roho Mtakatifu anakuwa nyuma yako. Roho Mtakatifu anakuwa nyuma ya haya maandiko kumfunua huyo Mungu. Kwa hiyo kuwa mtu wa neno, kula neno. Sasa kwa nini neno? Neno ni Mungu mwenyewe. Maandiko yanasema hivi, Yohana 1:1 mpaka 5. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa nuru ya watu. Alafu anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza likufanyaje? Halikuweza. Pasipo yake kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo limo kwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Yohana 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Neno ni Mungu. Kwa hiyo kadiri unavyolisoma neno ndivyo ambavyo unamjua Mungu. Utamjua Mungu wa rehema, utamjua Mungu wa upendo, utamjua Mungu wa kila namna, utamjua. Hilo ni jambo la kwanza. Unamtafuta Mungu, unamjua Mungu kupitia neno. Hili ni jambo la 3 by the way, kupitia yale mawili niliyokutajia. Jambo lingine linalosababisha umjue Mungu ni kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Musa alispendi na Mungu siku 40 za kwanza, akafunga zingine 40, akakaa na Mungu mlimani siku 80. Alivyoshuka kutoka mlimani, hao watu walianza kumuogopa. Walianza kukimbia uso wake. Kwa nini? Kwa sababu uso wake ulikuwa unang'aa. Uso wake ulikuwa umejaa mwangaza. Sio, unaelewa vizuri eh? Uso wake ulikuwa umejaa nini? Mwangaza. Angalia Kutoka 33 ule mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi, Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe ukunijulisha ni nani atakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nao umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako
ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema uso kwa uso, akasema uso wangu utakwenda pamoja nami, nitakupa raha. Na akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. So unaona hili neno limekuja kwa ajili ya nani? Ya Musa. Sasa Musa kuna wakati uso wake ulikuwa unang'aa. Nafikiri ni sura 32 ile. Sura 32. Sawa sawa. Mwanzo Kutoka 32. Sawa. Sasa hapa utaona namna ambavyo Musa alivyoshuka na zile mbao mbili kutoka kule mlimani. Alivyoshuka nazo, hawa watu walikuwa wanamuogopa. Kwa nini? Sasa uso wake ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa unang'aa sana, kwa sababu amekaa muda mrefu na nani? Na Mungu. Amen. Alikuwa amekaa muda mrefu na Mungu. Na nitafuta ile andiko kwa sababu limekuja hapa. Sasa angalia, naomba nitoke hapo. By the way, kadiri unavyokaa na Mungu ndivyo ambavyo nuru ya Mungu inaanza kuongezeka juu yako. Kadiri unavyokaa na Mungu ndivyo ambavyo utukufu wa Mungu unafanyaje? Unazidi kuongezeka juu ya maisha ya kwako. Naomba nitafute tu ile andiko hapa, tulisome kwa pamoja na tulielewe, kwa sababu tuko tunajifunza. Sawa. 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 Yeah. Turudi kwenye sura ile ya 32 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi, au tusome kuanzia mstari wa 7. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi na kuiacha ile njia niliyoamuru. Wamejifanyia ndama ya kuyeyusha. Kwa hapo ilikuwa ni mara ya kwanza aliposhuka. Kwa hiyo ilibidi apande tena mara ngapi? Mara ya pili. Sawa sawa. Yeah. Ilibidi apande mara ya pili kwa siku zingine 40. Baada ya kwenda mara ya pili, sasa aliposhuka ndipo uso wake ulifanyaje? Ulikuwa umefanyaje? Umeng'aa. Sawa. Uso wake ulikuwa umeng'aa. Sasa nafikiri ni sura 33. Sura 33 tuanzie mstari wa kwanza pale, au tuanzie mstari wa 7. Nasema basi desturi ya Musa ilikuwa kuitoa ile hema nje ya malango, mbali na hiyo. Sawa. Anyway, ili andiko lisicheleweshe, lakini nilichokuwa nataka kukuonyesha hapo ni kwamba Mungu alipokutana na Musa kibinafsi, maisha yake yalibadilika. Uso wake ulikuwa umeng'aa. Na tunaweza tukaipata kwenye reference ya kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura 3 mstari ule wa ule mstari wa ngapi? Sawa. Ule mstari wa 7. Wa Korinto wa pili sura 3 mstari wa 7. Korinto wa pili sura 3 mstari wa ngapi? Wa 7. Ukisoma hapa mstari wa 7 ni Kutoka 34:29. Kutoka 34:29. Ngoja tusome sasa ile andiko. Tumelipata. Kutoka 34:29. Anasema hivi, hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Uso wake uling'aa kwa sababu Bwana amefanyaje? Amesema naye. Alibadilika kwa ameng'aa uso wake kwa sababu amefanyaje? Amesema naye. Tuko pamoja? Aling'aa uso wake kwa sababu Bwana amesema naye. Kwa hiyo ukitaka mabadiliko, kutana na Bwana kibinafsi. Kutana na Mungu kibinafsi, mjue Mungu kibinafsi. Kutoka 34:29 mpaka mstari wa 32. Utaona hayo maneno. Sasa kupitia kufunga na kuomba unaweza kumjua Mungu kibinafsi, kwa sababu ndio jambo la pili ambalo nilikuwa nimelisema hapo. Unatumia muda gani kuomba? Nisikilize. Siku 40, asubuhi mchana jioni, usiku asubuhi. Hivyo ni siku nyingi na sio rahisi. Hivyo unajua kuna watu ambao kwenye kuomba tu anaenda mbele za Bwana nusu saa. Baba, nakushukuru kwa sababu umenitendea mema. Jina lako lihimidiwe Yesu. Amen. Amemaliza. Dakika 2 hajamaliza hata mambo. Hatuwezi kumjua Mungu kwa namna hiyo.
Kwa hiyo lazima utafute muda wa kufunga na kuomba muda mrefu, muda wa kufunga. Funga, omba muda mrefu. Hiyo itakusaidia kumjua Mungu kibinafsi, mtumishi wa Bwana. Haya ni mambo ambayo nataka kuyazingatia na yawe maisha yako wakati wote. Anza kujizoeza kufunga na kuomba. Nimekuelezea huko mambo mengi kidogo, huko nitakuelezea. Sasa changamoto ya mitume wa Yesu kipindi kile wako na Bwana Yesu mwenyewe. Ilifika wakati ya watu wakawa na kula ovyo. Mpaka wale Mafarisayo na Masadukayo wakaanza kusema, mbona wanafunzi wa fulani walikuwa wanafundishwa kufunga, wanafunzi wa Yohana wako wafungi? Yesu akaambia hivi, sasa hivi hawafungi kwa kuwa bwana harusi yuko pamoja nao, ila siku akiondoka watafunga tu kwa lazima. Kwa hiyo mitume walianza kufunga. Ndio maana unaona walikaa siku ile ya Pentekoste, walikaa karibia na niliona makanisa fulani yanaazimisha mambo ya Pentekoste, ndio, ila wale walikaa siku nzima pale juu ya gorofa, karibia siku 7 wanamsubiria Yesu, anakaa naomba pale, ndio Roho Mtakatifu akashuka. Kwa kuna namna fulani ili Mungu ajifunue, yani aje kwa encounter yake binafsi kwako, lazima utumie muda mwingi kukaa na yeye. Uwezi ukakutana na Mungu umeingia chumbani kuomba masaa 2 ukaacha kukutana naye, au masaa 3 na zaidi. Unaingia kuomba nusu saa, dakika 2, aise, hautamjua Mungu kwa namna hiyo. Jitahidi kuspendi muda na Mungu. Tumia muda na Mungu. Kwa mfano hapa tunavyoongea, hii ni saa 7. Saa 7 na dakika 20. Tunaelekea saa 8. Tunaweza tukafika hata saa 8 sasa hivi. Lakini kwa nini tunafanya haya? Kwa sababu kuna namna tumekutana na Mungu na tunatafuta uso wake. Na tunatumia muda kufundisha hata wewe ukue, uongezeke. Kwa hiyo kufunga na kuomba. Tumeona Musa alifunga. Paulo alifungishwa 3 kavu kwa lazima. 3 kavu kwa lazima. Alifunga 3 kavu kwa lazima. Paulo mtume yuko pale amefumba macho. Yona alifunga 3 kavu kwa lazima kwenye tumbo la samaki. Je, wewe unafunga? Anza kufunga kama ufungi. Anza kufunga na kuomba. Unaomba masaa mangapi? Spend time with God. Itakusaidia. Luka 18 mstari wa kwanza anasema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasifanyaje? Wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasifanyaje? Wasikate tamaa. Kwa hiyo hakikisha unamjua Mungu kibinafsi kwa kufunga na kufanyaje, mtumishi wa Mungu? Kuomba. Nimesema Mungu anajifunua kupitia neno, anajifunua kupitia watumishi wake, na anajifunua kupitia personal encounter, anajifunua kupitia kufunga na kuomba. Ili jambo la 4. Jambo la 5 ambalo litakusaidia kumjua Mungu kibinafsi ni kupitia ibada. Wewe sio mtu wa ibada. Wendi kanisani. Na maandiko yamesema tukumbuke. Sasa ibada ni ile kwamba umeenda kufanyia Mungu ibada na watakatifu wengine. Pale Mungu anajifunuaga kwa namna tofauti. Kuna references za maandiko mengi hapa. Watu walipokuwa kimfanyia Mungu ibada, Roho Mtakatifu akasema nao. Matendo ya Mitume sura ya, nafikiri ni sura ya ngapi ile? Matendo ya Mitume. Ngoja tusome hapa. Matendo ya Mitume. Ni 13 mstari wa kwanza na pili. Walipokuwa wamefunga na kuomba, walikuwa wanafanyia Mungu ibada. Na huko Antiokia katika kanisa 13, Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza hadi wa 3. Na huko Antiokia katika kanisa lilokuwa hapo palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigel, na Rukio Mkrene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, Sauli. Basi hao walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Angalia, kufunga na kuomba ni njia rahisi ya kumruhusu Mungu atende, ya kumruhusu Mungu afanye, aonekane kwako, ajifunue kwako. Lakini pia ibada ni njia rahisi ya kumfanya Mungu ajifunue kwako. Unaendaga kanisani, kuna watu hawaendi hata ibadani tena. Unapojiuzulisha mbele za Bwana, Mungu anajifunua kwako. Unapoenda kutafuta uso wa Mungu, Mungu anafanyaje? Anajifunua kwako. Kwanza kufanyia kazi ya mazoezi. Mungu akubariki sana kwa kutusikiliza. Naomba nimalizie jambo la mwisho sasa. Jambo la mwisho ambalo nimesikia hapa Roho Mtakatifu ananisisitiza. Jambo la mwisho la kumjua Mungu ni kupitia ibada ya sifa na kuabudu. Penda kusifu na kuabudu. Mungu anashukaga katikati ya nini? Ya sifa.
Mungu anashuka katikati ya nini? Ya sifa. Na maandiko anasema Bwana ameketi katikati ya nini? Ya sifa. Kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 3 anasema na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kwa hiyo Mungu anaketi juu ya sifa na kuabudu. Ndio maana ibada za kuabudu nazipenda sana. Umeketi mahali pa juu palipoinuka, wewe ni mfalme. Baba na kuabudu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, wewe ni mfalme. Umeketi mahali pa juu palipoinuka, wewe ni mfalme. Aliskatolia branoza sekanta libra naskata jadaba. Utapanda rohoni, utazama huko, Bwana atajifunua kwako. Kwa nini? Kwa sababu ya kusifu na kumwabudu. Penda ibada ya kusifu na kuabudu. Hayo ndo maisha yetu. Na unashangaa Mungu anaanza kujifunua kwako kwa uzuri na kwa upole na kwa unyenyekevu na kwa utaratibu, anakupeleka viwango vikubwa. Mambo haya niliyokufundisha leo yazingatie na uyafanyie kazi. Naomba niombe kwa ajili yako. Tukikutana next time tutaendelea kuangalia mambo mengine mazuri zaidi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nambariki aliyetufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini zaidi kila alichokipokea kikawe sehemu ya maisha yake, na aanze kujua wewe kibinafsi. Na wako nasema mjue sana Bwana ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Katika jina la Yesu Kristo, naruhusu neema ya kukujua wewe kibinafsi juu ya maisha ya watoto wako. In the mighty name of Jesus. Na kupitia neno hili limfungue mtu mmoja ambaye alikuwa amefungwa macho yake asisikie. Alikuwa amefungwa masikio yake asisikie. Alikuwa amefungwa macho yake asione. Alikuwa amefungwa moyo wake. Bwana, mpe personal encounter na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu hufumbua hata mafumbo ya Mungu. Maana yake Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia pia kumjua Mungu kibinafsi. Baba, kupitia Roho wako Mtakatifu jifunue. Mimina hayo mafuta mabichi. Jifunue Roho Mtakatifu, wajaze watumishi wako. Furika ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Baba, asante kwa uaminifu wako. We bless your name and we give you honor. Ilamanos katelia. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mungu awabariki. Tukutane next time. Unaweza ukamaliza hiyo. Endi juu. Nasema pameandikwa endi, ulipaona? Inazunguka.